Tuko hapa Serena kwenye kikao cha 34 cha mawaziri wanaoshughulikia Jumuiya ya Afrika Mashariki wa wanachama wa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kama mnavyojua, wanachama sasa hivi ni 6, ikiwa Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini. Katika mtengamano wetu wa Afrika Mashariki tuna taratibu za kukutana mara kwa mara, na kukutana huku ni sehemu ya kubaliano tulionayo katika mkataba wa ushirikiano. Lazima mawaziri kukutana, lazima maafisa waandamizi kukutana, na hatimaye viongozi wa nchi hizi kukutana ili kuzungumza na kupima na kuona mwelekeo wa jumuiya yetu ya ushirikiano wa Afrika Mashariki. Vikao vya wakuu wa nchi huwa vinatokea mara 2 kwa mwaka, lakini vikao vingine kama vile vya mawaziri vinaweza kutokea zaidi ya mara 2 kwa mwaka, ikiwa ni kupima na kutathmini mwelekeo wa ushirikiano wetu. Lakini vikao hivi vya mawaziri huwa vinatanguliwa na vikao vya maandalizi vinavyohudhuriwa na makatibu wakuu kutoka nchi zote 6 na maafisa waandamizi. Hiki ni kikao cha 34 cha mawaziri wa jumuiya yetu tangu iundwe mwaka 2000. Na tumeita huu mkutano hapa Dar es Salaam, ambao ulikuwa ufanyike makao makuu ya jumuiya yetu Arusha. Lakini mwenyekiti wa sasa wa jumuiya hii ambaye ni rais wetu Dr. John Pombe Magufuli aliagiza kwamba safari hii kikao hiki cha wakuu wa nchi cha 18 kifanyike Dar es Salaam. Kwa hivi Secretariat ya Arusha yenye makao makuu Arusha na sisi mawaziri kutoka nchi wanachama tumekuja hapa Dar es Salaam kuandaa agenda na kujadili masuala mbalimbali ambayo yatahitaji maamuzi kwa wakuu wa nchi tarehe 20, yani Jumamosi ya wiki hii, na hicho kitakuwa ni kikao cha 18 cha wakuu wa nchi tangu jumuiya yetu ianze. Katika uendeshaji wa vikao vya mawaziri na hata vikao vya marais panakuwa na mwenyekiti. Mpaka sasa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa ni Tanzania. Tanzania imechukua nafasi ya mwenyekiti kwa miaka 2 mfululizo, kwa sababu mwenyekiti aliyekuwa zamu yake alikuwa Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu. Alipomaliza akaja rais mpya kama tunavyofahamu, Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Wenzake wakamchagua, akasema uendelee, mwenyekiti wa Tanzania uendelee. Ingawa kwake imekuwa ni mara ya kwanza, lakini kwa Tanzania ni kama tumekuwa wenyekiti kwa miaka 2 mfululizo. Lakini sasa tumemaliza muda wetu. Kwa hivyo katika kikao hiki cha 18 mwenyekiti ambaye alikuwa ni rais wetu atampa uwenyekiti rais mwingine wa jumuiya yetu. Na sasa ni zamu ya Uganda. Kwa hiyo Jumamosi rais wetu atakabidhi uwenyekiti kwa Rais Museveni wa Uganda. Kwa muda wa mwaka mmoja baraza la mawaziri nalo lilikuwa na mwenyekiti wao, na mimi nilikuwa ndio mwenyekiti wa baraza la mawaziri mpaka mwezi wa 4 mwaka huu. Katika kikao cha mwisho cha baraza la mawaziri kilikofanyika kule Arusha, mimi nilikabidhi uwenyekiti kwa Uganda kwa matarajio kwamba tukikutana hapa
mwenyekiti ambaye ni rais wetu naye atakabidhi mwenyekiti kwa Uganda. Kwa hiyo tunakamilisha huu mwenyekiti wetu sisi kama Tanzania. Lakini katika kipindi hiki tulifanya mambo kadhaa ambayo yamepanua jumuiya yetu. Kuja kwa Sudani Kusini ndani ya jumuiya, ingawa maombi yao yalikuwa ya muda mrefu, umekamilika chini ya mwenyekiti wa Rais John Pombe Magufuli. Lakini kama kawaida katika ushirikiano wa namna hii, huwa tunakuwa na ajenda mbalimbali za kusukuma mbele gurudumu la ushirikiano. Na katika mkutano huu wa 18 wa Jumamosi wiki hii, masuala ambayo yatazungumzwa ni kama yafuatayo. La kwanza itakuwa ni kutoa report ya ushirikiano kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita, sisi tukiwa wenyekiti. Na katika kutoa ripoti hii tunazingatia sectors muhimu za ushirikiano. Ushirikiano katika biashara, ushirikiano katika uwekezaji, na ushirikiano katika huduma mbalimbali za kuendesha nchi kama vile uchukuzi, miundombinu, nishati, elimu na mengineyo kama hayo. Sasa leo katika mkutano wetu, la kwanza ambalo tunalitayarisha na tutatoa report kwa wakubwa ni kutazama jinsi biashara kati ya nchi hizi inavyoendelea na vikwazo ambavyo vinajitokeza. Katika biashara ya ushirikiano, kwanza unaondoa vikwazo ili biashara iwe nzuri. Ndio inaitwa mnaondoa vikwazo vya forodha. Alafu ndio mnatengeneza soko la pamoja. Lakini haitoshi tu kusema tumeondoa kisheria. Kuna aina fulani ya vikwazo ambavyo sio vya kisheria. Kwa Kiingereza wanaita non-tariff barriers. Na swala hili litazungumzwa. Sasa non-tariff barriers ni vitu kama vizuizi vya magari, au kuzuia uzito wa magari, kwamba nchi hii inazuia tani kadhaa haziwezi kupita kwenye barabara zetu. Au aina fulani ya biashara unasema hamwezi kupokea mpaka mfike kiwango fulani. Moja wa hilo tutakalozungumza hapa ni nini nafasi ya TBS na FDA. FDA ni Drug and Food Administration. Sisi Tanzania katika viwango vyetu tuko katika ngazi mbili. Moja ya TBS, Tanzania Bureau of Standards, nyingine ni ya Drug and Administration. Hasa wenzetu wanasema jamani, hizi ngazi mbili za vizuizi zinazuia biashara. Kwa hivyo ili tutalizungumza kwamba tulishughulikie namna gani. Swala jingine ambalo tutalizungumza hapa ni kwamba sisi tulipochukua wenyekiti, wakuu wa nchi waliagiza kwamba baada ya miaka mitatu Afrika Mashariki tusiagize mitumba ya nguo na viatu tena. Kwa hivyo ni kama imebakia miaka miwili. Na hiyo ni kutoa nafasi kwa viwanda vyetu vya nguo na viatu kushamiri katika shirika letu. Sasa kati ya vitu ambavyo tutazungumza, mwaka moja umeshapita, imebakia miaka miwili. Je, nchi za Afrika Mashariki zina utayari gani wa kusema mitumba isije? Na tuko tayari, tumeshajipanga vya kutosha kuwa na nguo, sio tu nguo kama vile kanga au vitenge, lakini nguo ambayo ni mavazi unaweza kununua. Hilo ni mojawapo ya masuala ambayo tutayazungumza. Jingine ambalo tutalizungumza, ambayo ni sehemu ya ushirikiano. Huko nyuma tulikotoka katika Afrika Mashariki, tulikuwa na chuo kimoja cha juu ambayo ilikuwa inaitwa The University of East Africa, ambayo ilikuwa na vyuo tanzu
Tanzania, Kenya na Uganda. Hatimaye vyuo vimepanuka na kila nchi ina vyuo vyake vikuu. Lakini tunaona kuna umuhimu wa kuwa na mfumo wa elimu ambao utatoa nafasi kwa wanafunzi wetu kuweza kuhudhuria masomo na mafunzo katika nchi zetu kwa malipo yanayofanana, kwa taratibu zinazofanana, kwa vigezo vya kuingia chuo kikuu zinazofanana. Ingawa vyuo viko katika nchi mbalimbali, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, lakini kusiwe na vikwazo. Ukiwa Nairobi, wewe Mtanzania, wanaambia ulipe school fees kiasi kadhaa, na wengine wanasema huyu analipa kiasi kadhaa. Kwa hivyo tunataka tuondoe hizo tofauti na tutengeneze utaratibu wa elimu ambao utawezesha vijana wetu na wanafunzi wetu kwenda kusoma mahali popote wanapotaka katika jumuiya yetu. Hayo ni baadhi ya masuala ambayo yatazungumzwa katika kikao hiki. Mengine ni ya kisiasa. Tunapeana vipimo na kutazama kwamba huu ushirikiano wa kiuchumi unaanza kuleta fursa gani za kusogeza ushirikiano kisiasa. Inawezekana pia katika kikao hiki Mheshimiwa Rais mstaafu Benjamin Mkapa akatoa ripoti yake ya mchakato wa kuleta mazungumzo ya pamoja na amani huko Burundi. Swala hili halitazungumzwa katika ngazi za mawaziri, lakini inawezekana likazungumzwa kwenye ngazi ya marais Jumamosi watakapokutana. Kwa hivyo na hilo tunalisubiri kwa hamu tuone tutafikia wapi. Lakini mapema mno kwa mimi sasa hivi kutamka kwamba hili litazungumzwa, lakini kulikuwa na maagizo huko nyuma kutoka kwa wakuu walipokutana hapa Dar es Salaam mwezi Januari, wakaagiza kwamba Mheshimiwa Mkapa aje atoe report. Kwa hivyo tunatarajia tutapata report kuhusu mchakato wa amani aliyokuwa anausimamia yeye kama muwezeshaji, na Rais Museveni ambaye sasa atakuwa mwenyekiti, yeye ndio msuluhishi. Kwa hivyo atatoa report kwa marais na hasa kwa msuluhishi ambaye ni Rais Museveni. Tutaona baada ya hapo tunaelekea wapi. Watakaohudhuria mpaka sasa na wamekwisha thibitisha ni marais wote, lakini Sudan wanasema sasa hivi wana udhuru mkubwa sana. Unajua shughuli mbalimbali zinazotokea na migogoro na hali tete ya kisiasa, kwa hivyo watatuma mwakilishi. Burundi mpaka sasa tulikuwa tuna hakika nani atakuja, lakini utakuwa ni ushiriki katika ngazi za juu. Kesho tutajua kikamilifu ni nani anakuja, lakini tuna uhakika rais wa Kenya anakuja, rais wa Uganda anakuja, na mpaka jana tulikuwa na hakika Rais Kagame atakuja, lakini mara nyingi mambo haya huwa yanabadilika mpaka dakika ya mwisho. Ndio maana kwa mimi siwezi kusema kikamilifu, lakini tunatarajia kwamba marais karibu wote watakuwepo